Good morning, good morning. Mpenzi mtazamaji, ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Hali gani asubuhi ya leo? Ni matumaini yangu ya kwamba umeweza na kuamka ukiwa salama. Umeweza na kumshukuru Mwenyezi Mungu maana kwako kuona asubuhi ya leo, kwako kuona siku ya leo ni kupitia tu nguvu za Mwenyezi Mungu. Kwako tena kuona wiki mpya ikianza ni Mungu tu na ni nguvu zake. Hivyo basi tunafaa kumshukuru kila wakati. Niko hapa kukukaribisha katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka asubuhi ya leo, ambapo ninakujulisha kwamba kuanzia hii leo tutakuwa na mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye ni Reverend Francis Namu kutoka kanisa la ABC Changoma iko katika uongozi wa Mbooni Pastorate Makueni Sabweni Quarter. Ni tutakuwa pamoja naye hii wiki yote akitufundisha neno la Mwenyezi Mungu, kutuambia mengi kutokana na ile neno, kutujenga kiroho. Na pia ni wiki ya Pentecost ambapo mengi atatuzungumzia kutokana na Roho Mtakatifu ambaye ni mwalimu kwetu. Hivyo basi karibu sana uandamane pamoja nasi hii leo asubuhi ya leo, na pia uandamane pamoja nasi hii wiki yote. Mimi ni Pastor Lucy Michael nikikwambia kwamba karibu tuendelee na kubarikiwa pamoja. Basi hii niweze kukusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Hujambo? Karibu katika neno la Mungu asubuhi ya leo, ikiwa ni asubuhi njema ambayo Mungu ametubariki. Na kabla hatujaanza kufanya jambo lolote, ningekusihi tukaweze kuomba. Mtakatifu, mtakatifu ushiaye milele, tunakuinua, tunakuabudu kwa kuwa wewe ni Mungu na wewe unatujali na unatupenda. Asubuhi ya leo ambao umetupa, nataka kulisoma neno lako, na tunataka kwa uweza wa nguvu za Roho Mtakatifu ukaweze kuwa pamoja nasi. Tusaidie na usaidie watazamaji wote. Na ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba. Amina. Basi mtazamaji, asubuhi ya leo ningependa tuweze kusoma neno la Mungu kutoka kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume mlango ule wa 3 kuanzia mstari wa 1 hadi ule wa 10. Japo kuwa ni mistari mingi, lakini kama sitasoma yote, hapo pengine utaendelea na kumalizia itakayobaki. Tusome pamoja. Siku moja Petro na Yohana walikwenda hekaluni saa 9 kwa sala ya adhuhuri. Karibu na mlango uitwao Mzuri, palikuwa na mtu aliyekuwa amelemaa tangu kuzaliwa. Kila siku huyo mlemavu aliwekwa karibu na mlango wa hekalu, akawa akiomba fedha kwa watu waliokuwa wakiingia ndani ya hekalu. Alipowaona Petro na Yohana wakielekea hekaluni, aliwaomba wampe chochote. Wakamkazia macho, kisha Petro akamwambia, "Tuangalie." Akawadondolea macho akitazamia kupata kitu kutoka kwao. Lakini Petro akamwambia, "Sina fedha wala dhahabu za kukupa, lakini nitakupa kile nilicho nacho. Kwa jina la Yesu wa Nazareti na kuamuru, tembea." Petro akamshika yule mtu mkono, akamuinua, akasimama kwa miguu yake mwenyewe. Mara miguu na viungo vyake vikapata nguvu. Akaruka juu, akasimama, akaingia hekaluni pamoja na Petro na Yohana, huku akirukaruka na kumsifu Mungu. Bwana Yesu na asifiwe. Mtazamaji, tumekuwa na wakati mzuri
ambao tulisherehekea siku ambayo Roho Mtakatifu alishuka. Roho Mtakatifu tuliahidiwa na Yesu Kristo wakati alikuwa anataka kupaa mbinguni. Akawaambia wanafunzi wake hawezi kuwaacha kama watoto yatima. Na bila shaka huyu Roho Mtakatifu atakuwa msaidizi. Na ndipo tumesoma neno la Mungu wakati Petro na Yohana walikuwa wamejazwa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu aliweza kuwaongoza katika mambo ya kupanua kanisa na kufanya miujiza. Na ndipo tunawaona walipokuwa wanaenda hekaluni saa ya maombi, wakampata mtu ambaye alikuwa amezaliwa akiwa mlemavu. Na kwa sababu ya uweza na nguvu za Roho Mtakatifu, huyu mlemavu aliweza na kuponywa, jinsi Yesu alivyokuwa anafanya alipokuwa ulimwenguni. Kwa hivyo ningependa kukunjulisha ya kwamba Roho Mtakatifu akijaa ndani ya maisha yetu, tunaweza kufanya hata makuu. Ila tu tumkubali huyu Roho Mtakatifu aingie katika maisha yetu. Tunaona Yesu alikuwa amewaandaa na akawaambia wasijaribu kutokea nje ama kuendelea na kuhubiri kabla hawajampokea Roho Mtakatifu. Sisi tunapomwamini Kristo utujaza Roho Mtakatifu, na huyu Roho Mtakatifu anatuongoza katika mambo mengi. Yeye ni mwalimu, anatufundisha. Tunapotembea anatudhihirishia wakati tunapoelekea kufanya dhambi na kutenda dhambi, anatuonya. Kwa hivyo ndugu mtazamaji, Roho Mtakatifu huyu aliyekuja na tuliyejifunza mambo yake ni yule tu aliyekuwa na Yohana na Petro. Na kwa sababu walitenda miujiza na makuu, kwa hivyo tunaweza kusema ya kwamba Roho Mtakatifu utenda maajabu. Nguvu zake ni nyingi. Si tunamuona yule ambaye alikuwa mlemavu, na hawa wafuasi wa Yesu Kristo walipokuwa wamejazwa Roho Mtakatifu, wakaenda katika jina hilo na wakamponya, na mlemavu akaweza kufurahi. Ni jambo gani linalokusumbua? Taja jina la Yesu ukiwa umejazwa na Roho Mtakatifu na yote yataweza kutimia. Ni jambo gani ambalo limekulemea? Umekuwa mlemavu wa maisha mpaka lini? Roho Mtakatifu yupo, anaweza kukutoa katika ulemavu wa roho yako. Angalia, tazama ndugu mtazamaji, Roho Mtakatifu yuko pamoja nasi. Hawezi kwenda mbali nasi. Sisi tukimkaribisha katika maisha yetu, bila shaka mambo yetu yatakuwa mazuri. Sijui ni jambo gani linaloweza kukusumbua. Huyu Roho Mtakatifu anatupa nguvu za kustahimili majaribu yote. Na pia tulijua ya kwamba yule ambaye amejazwa na Roho Mtakatifu udumu katika maombi, kwa sababu maombi uelekeza mambo yetu kwa Mungu. Hawa wafuasi wa Yesu walipokuwa wamejawa Roho Mtakatifu, walitenga masaa, walitenga siku ya kuenda hekaluni kuomba. Na tumejua ya kwamba walikuwa wametenga kwenda hekaluni kuomba saa 9. Kwa hivyo walikuwa wanakutana saa 9. Na wakati huu walipokuwa wanaenda katika maombi, wakamkuta huyu mjamaa, huyu aliyekuwa mlemavu. Na kwa sababu Roho Mtakatifu alikuwa pamoja nao, waliandamana naye, walimweka katika moyo yao na wakakubali jinsi alivyowapa vipaji, wakaweza kumponya mlemavu. Mtazamaji, hata wewe siku ya leo, sijui kama huyu Roho Mtakatifu unamsikia akitenda mambo ndani ya maisha yako.
Je, katika kila jambo unampa nafasi Roho Mtakatifu akufunulie makuu? Ama unaenenda katika mafikira yako? Ama unaamua katika uwezo wako? Ama unaamua katika maarifa yako? Hapana. Tumuite Roho Mtakatifu na tumkubali aweze kutawala maisha yetu. Na akisha ingia katika maisha yetu, hakuna jambo ngumu ambalo litatushinda. Kwa sababu Paulo na Sila walipata nguvu hata ya kuponya, na huyu mlemavu akaponya. Kwa hivyo Roho Mtakatifu atakapoleta suluhu, huleta suluhu kamilifu. Si kama vile watu wanafanya kwa kiasi, lakini Roho Mtakatifu anafikia kile ambacho kilikuwa kimekwama na akakikwamua kwa njia tofauti sana. Tunaona mlemavu aliweza kupokea mambo mazuri. Je, mtazamaji, Roho Mtakatifu alishuka. Maisha yako unayakubali yaongozwe na Roho Mtakatifu? Je, unafanya mambo ukimwamini huyu Roho? Wakati unapoenda, je, unasikia sauti inazungumza nawe kimoyomoyo? Hiyo sauti nyororo ni ya Roho Mtakatifu. Mara nyingi huwa anatuonya. Mkubali, msikilize, wacha aendeleze maisha yako, usiende kwa nguvu zako. Wacha Roho Mtakatifu aweze kutawala maisha yako. Mtazamaji, Bwana akubariki na alibariki neno lake. Amina. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu mara tena, tunakuhimidi, tunakuinua kwa ajili ya neno lako. Neno ambalo ni la busara katika maisha yetu. Hakika tunaomba ili Roho Mtakatifu aweze kudumu katika maisha yetu, kwa sababu akidumu tutafanya hata makuu kama Paulo na Sila. Mungu Baba, Mungu Mwana, Roho Mtakatifu, tusaidie, wasaidie watazamaji wote, na siku ya leo tuikabidhi mikononi mwako ili Roho Mtakatifu akatawale na akatuongoze. Na ni katika jina kuu la Yesu Kristo aliye mkombozi wetu tumeomba. Amina. Asubuhi ya leo ni kweli kabisa tumeweza na kujua kwamba kuna nguvu wakati ambapo unaomba ukiwa umeongozwa na Roho Mtakatifu, ukiwa umejazwa na Roho Mtakatifu, utaweza na kufanya mengi. Na yale ambayo unayaulizia kwa Mwenyezi Mungu hakika yataweza na kutendeka. Maana Roho Mtakatifu ambaye tuliweza na kuachiwa ama kubarikiwa naye na Yesu mwenyewe wakati ambapo alikuwa anapaa juu mbinguni, huyo Roho Mtakatifu ni msaidizi wetu. Huyo Roho Mtakatifu ni mwalimu kwetu. Pia huyo Roho Mtakatifu ni muombezi wetu. Na wakati ambapo Petro na Yohana walipokuwa wanapanda pale hekaluni saa 9 mchana kwenda kuomba ama kufanya sala, hakika waliweza na kupatana na mlemavu. Huyu mlemavu alikuwa anakaa tu pale katika lile lango akiomba usaidizi. Na wakati ambapo aliweza na kuona, alijua kwamba leo hakika nitaweza na kupata kikubwa kutoka kwa hawa. Lakini wakaweza na kumjulisha kwamba sisi hatuna hiki na kile, lakini tutaweza na kukuombea. Yale ambayo aliuliza Mwenyezi Mungu ni kwa sababu ya huyo mlemavu. Hakika Mwenyezi Mungu aliweza na kuyatenda, na huyo akaweza na kubarikiwa tena. Akaweza na kujisimamia na miguu yake. Roho Mtakatifu akaweza na kufanya kazi kupitia kwa maombi yale ambayo Petro na Yohana waliweza na kuyafanya kwa sababu ya huyu mlemavu. Hivyo basi, mpenzi mtazamaji, tuzidi kuomba kwamba Roho Mtakatifu aendelee na kufanya kazi ndani yetu, aendelee na kutuongoza kila wakati, na pia tuamini yale yote ambayo tunayaomba kila wakati. Maana Mungu yuko tayari kabisa kusikiliza
na kutenda. Ninakutakia wakati mwema, siku njema. Mwenyezi Mungu atembee pamoja nawe na Roho wake Mtakatifu aendelee na kufanya kazi ndani yetu. Shalom.